majina naitwa Mpoki Mwaiswaswa, mwenyekiti wa shirikisho na nilikuwa mgombea ubunge jimbo la Mbeya mjini kupitia chama cha NLD. Kwa pia ni mwenyekiti wa NLD Mbeya. Tamko la waziri wa mambo ya ndani kuhusiana na katazo la mkutano ya hadhara kwa namna yote ile ipo kinyume cha katiba pamoja na kinyume cha sheria. Kwa lugha nyepesi, kwa hiyo hatukubaliana na utaratibu wote unaenda kinyume cha utaratibu wa sheria, kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiniuliza sababu ni nyingi sana. Katika katazo lile hakukuwa na mahali popote palipokoti kifungu chochote kinachompa mamlaka hiyo. Na wala yeye sio muhusika wala sio mwenye mamlaka ya kutoa katazo au kutoa hatari yote yuko nchini. Mikutano ya hadhara ipo kwa mujibu wa sheria na jeshi la polisi limepewa utaratibu wa namna ya kulinda kuenenda na hii mikutano ya hadhara. Kwa kama kuna tishio lolote kwenye hicho kitu, kwanza bado hakijatokea, ni pre-assumption tu kwamba mtu anafikiri kunaweza katokea kitu fulani. Lakini pia tuna intelligence na vitu vyote na vyombo vyote hivi ambavyo vinaweza kufanya hiyo kazi ya kulinda, kusimamia na kuratibu mikutano ya hadhara. Kwa sababu vyote hivi si hata maeneo husika ya mikutano ya hadhara utaona tu kama kuna changamoto gani. Kwa mimi binafsi ukiniambia ile katazo lipo kisheria nitakataa. Labda lipo kisiasa. Kwamba kuna hofu imetokea, basi wanahisi hicho ndo labda kuwapunguzia nguvu wale walikuwa wanafanya mikutano ya hadhara au kupata uungwaji mkono mkubwa. Unaposema hofu unamaanisha nini? Hofu ya kisiasa? Hofu ya kisiasa, kulikuwa na matamko mengi hata kabla. Walianza kusema wanaleta vurugu, wanaleta shida gani? Kwa asasi kutoka chama tawala. Walianza kutoa, yani hayo maneno yalikuwepo kuanzia kwa katibu mwenezi, shida kama wiki mbili nyuma na nini, unaona wengine anaamka yule nani wa wazazi. Kwa mpaka hiyo nafika pale kwamba hao wengine wanaofanya wanapata uungwaji mkono mkubwa. Huku wao wanapoteza nani, lakini kwa vyote vile sikuona kama kuna usahihi. Au kwamba ni sawa au ni haki, hapana, sio haki. Lakini pia ukijua kwamba unavomfunga ukisana bomba, ukichukua bomba ukalifunga afu maji ukaenda ukayaacha, ile bomba itatafuta namna itapasuka. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ngapi au ni bora ingekuwa naendelea kusikiliza hizi kero za wananchi, zile changamoto zinazozungumziwa, hiyo mkutano wakajue namna nyingine ya kukabiliana nayo, kwa maana kwa sababu kinachohakikisha si ni mahitaji ya wananchi na ni matakwa ya wananchi. Kama kuna upepo, kuna changamoto yote inayohisiwa ambayo inaweza kutokea, vyombo vyetu tunaviamini ni imara na ni shupavu. Ulikuwa unaweza kukabili kwa njia nyingine au kiacha tu mikutano ya hadhara. Kwa sababu mikutano ya hadhara si ndio rais watu hujua anaongea nini, wanazungumza nini. Okay, unazuia mikutano ya hadhara, je, unazuia wao mingine isiendelee kuongelewa, kuzungumzwa? Unakuta hapana. Kwa mimi nafikiri kipo kisiasa, tunaweza kusema kwa sababu siasa ni propaganda, ni mchezo wa nafasi. Kwa hiyo inategemea unaweza kudhibiti wapi, lakini kwa maana ya kwa mujibu wa utaratibu, sheria, katiba na nini, haikuwa sawa. Tuliulizwa juzi hapa mwana mmoja wa chombo cha habari. Uliona alivyokuwa anajibu, anangata maneno. Akaenda mpaka kwa jambo mwenyewe akajiuliza, akasema okay, hapa anajibu saa iliyonyoka. Hizi ni sababu tu za kisiasa basi. Lakini pia amesema kumekuwa na kurushiana kwa maneno hasa kwa vyama viwili, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Chama cha Mapinduzi CCM, wanapokuwa kwenye mikutano. Hao wanazungumza hiki, hao wanazungumza hiki. Anasema pia hii inaweza ikawa inaleta viashiria ambavyo vinaweza vikasababisha uvunjifu wa amani. Kwa mfano kwa Chama cha Mapinduzi, kwanza Chadema na Chama cha Mapinduzi ambao ni chama tawala hawezi kuzungumza lugha moja. Chama tawala kinatunga sera, kina serikali, kinatekeleza kila kitu. Chama pinzani kinakosoa, kinawajibisha, kinafanyaje. Kwa yenyewe haikupasa kurushiana maneno, bali mimi naamini chama tawala kilipaswa kuwajibika kwa kile kinachozungumzwa, ikiwa ni pamoja na kufanyia kazi zile changamoto zinazosemwa kwenye mikutano. Ikiwa na chenyewe kinakuja kulalamika kama chama kingine, ina maana hiki chama kinakosa uhalali, yaani kinakosa ile mamlaka kwamba okay, ni chama tawala, kina kila kitu, kina nini. Kama Chadema wana hoja, siwajibie hoja zao. Kama hawana hoja, siwajibie pia kwa vile kwa hoja kwamba alishawahi kusema mstaafu Rais Kikwete kwamba hoja ipigwi rungu, hoja inajibiwa. Kwa vyote hivi hata nileta hivi ni kwamba ni kuogopa tu kwamba wenzetu wanazungumza nini, lazima tukiwa tujibu nini. Na siasa of course zipo na zitaendelea, lakini pia kusema eti Chadema asifie kila kitu, hapana. Kuna muda maslahi mengine Chadema wanaongelea labda maslahi ya, tumeona kwenye mikutano maslahi ya watumishi wa umma ikiwemo polisi, walimu na watu wengine. Je, kuzungumzia maslahi kwamba ni madogo ni kosa?
Ni kwamba unaamsha tu aliko bana, kuna maasai mtakiwa mpambane, serikali wajali, serikali yenu na nini hivyo. Sasa kama kile ni kibaya, hapana. Kama tutazungumzia maendeleo ndio kitu tunachohitaji, na kama hamna mtu wa kuamsha wote tukawa tunasifia, hakutakuwa na maendeleo, kutakuwa na serikali, tutakuwa na mnyororo wa unafiki mkubwa sana na ufitinishi, maana vinavyoja ni fitina. Kwa mimi yani kwa mimi binafsi Chadema alichokuwa nakifanya kilikuwa ni sahihi. Kwa majina naitwa Ibrahim Wakwama, mashine ya kusaga na kukoboa. Ni katibu wa shirikisho la vyama vya siasa mkoa wa Mbeya, lakini pia ni katibu wa kafu chama cha wananchi mkoa wa Mbeya. Niko hapa kuzungumza na Watanzania na wanambeya wenzangu kuhusu hili zuio la mikutano ya hadhara ambalo Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani Katambi aliyozungumza kuzuia. Kwanza mimi kitu cha kwanza sikubaliani naye kwa sababu hii mikutano ya hadhara ipo kisheria na katiba ya nchi inaruhusu mtu kuzungumza. Lakini kitu cha pili, siku zote unapotaka kufanya jambo jema lazima ufanye utafiti. Sawa? Wadau wa hii mikutano ya hadhara wapo, si ndio? Ambao ni vyama vya siasa, kipo kituo cha demokrasia TCD na watu wengine ambao tunaamini ni wadau wanaweza kushauri, litakiwa waitwe kwanza. Kwa bwana kuna 1, 2, 3 viashiria vya vurugu, si ndio? Yeye amesemea kwenye 77 ambacho anakisema. Lakini mimi hicho kitu ambacho sina uhakika nacho kwamba 77 hicho kitu kipo. Lakini pili, kwani leo hii tunazungumzia, leo hii nakuuliza mwandishi wa habari kuhusu maandamano bwana, hata kama yapo au hayapo, sio kosa kisheria. Nimewahi kusema hata mara pengine. Kwa mimi sikubaliani naye kwa sababu hajafuata ule utaratibu nao takiwa na kwa mujibu wa sheria za nchi zinavyotaka. Leo hii labda wao wanatuhumiana kwamba labda Chadema, kwa sababu hapa naamini labda mlengo atakuwa ni Chadema. Lakini sasa na wengine sisi kafu tunaathirika, ACT wanaathirika, vyama vyote ambao ni wadau wa siasa na maendeleo kwenye nchi wamefanya nini? Wameathirika. Yaani tumefikia pabaya sana, kitendo ambacho mimi naweza nikaita ni ujinga wa hali ya juu sana. Tunaamini kwamba mtu akikosoa huyu anahamasisha vurugu. Kwenye siasa hicho kitu hakipo. Hivi leo hii mimi nazungumzia katiba mpya. Nikuulize mwandishi wa habari, katiba mpya ni kosa kuzungumzia? Au mimi nikajaza mikutano yangu nikazungumza kuhusu katiba mpya kwamba Watanzania wanataka katiba mpya? Sio kosa kisheria hilo jambo. Je, tunazungumzia labda hii wenzetu wanazungumzia kwamba free Lissu, si ndio? Na Lissu kiangalia na wewe mwenyewe unaona kesi inavyopigwa kalenda. Mimi siingili mahakama. Kwa sasa hivyo huwezi kuwa viashiria vya vurugu. Japo watu wanadai haki, ile ni haki na nchi inaturuhusu, ndio maana kuna mfumo wa vyama vingi. Mimi sikubaliani kabisa na waziri. Na niseme mimi kutoka ndani zati ya moyo wangu, mimi sikubaliani na mheshimiwa waziri, na mimi nasema hivi, mimi ningekuwa pale juu, mimi ningeendelea na mikutano ya hadhara. Ningeendelea kwa sababu katiba na sheria za nchi zinaniruhusu kuendelea. Lakini kuzuia hivi kinyemela, hujafuata taratibu zozote, hujazungumza na wadau wa hizo siasa ambazo unasema zinaleta vurugu, unakuja unafungia tu. Hii nchi sisi tunaipeleka pabaya. Na mimi niwaambie watawala, sawa, mimi nawaheshimu ni watawala, lakini wasijikinai. Sawa, wasijikinai kwamba wao wana viburi vile vya uzima. Hii nchi huwezi kuitengeneza kwa namna hiyo wao wanavyotaka. Hii nchi ili itengeneze lazima tukae, na mimi ni muumini wa kuzungumza tukae. Si ndio? Kwamba wewe kafu unakosea 1, 2, 3. Chadema unakosea 1, 2, 3. CCM unakosea 1, 2, 3. Tuzungumze. Ndio hicho kitu ambacho litakiwa kifanye. Kabla vitu vyote hivi hajavifanya, angewaita Chadema, angewaita kafu, angewaita ACT, wote wale wazungumze kwamba bwana, huku mbele tunakoelekea sasa kuna viashiria ambavyo ni uvunjifu wa amani au kuna maandamano. Lakini unapozungumzia maandamano lazima uwe na hoja za msingi, kwa sababu maandamano yameruhusiwa kwenye katiba. Kwa huwezi kumaliza migogoro kwa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Migogoro inamalizwa kwa kuzungumza. Na kuzungumza mzungumze, na katiba inasema nini na sheria. Nikwambie mwandishi wa habari, kwenye nchi hayupo Mtanzania ambaye yuko radhi kuibomoa nchi yake. Hayupo. Yaani hayupo. Hata leo tukatoka hapo nje tukauliza Watanzania, ni nani ambaye anataka kuchoma kiberiti nchi yake? Hayupo, hutampata hata mmoja. Sawa, ila wao wanachochea hiyo chachu kwamba hayo mambo yaonekane yapo, lakini kumbe ni kitu ambacho hakipo. Okay, tunazungumzia labda wao wanasema Gen Z. Sawa, je, kama wanatishia hiyo 77? Si ndio? Leo hii watu ni kweli kilichotokea tarehe 29 kinaogopesha. Lakini sasa je, kwa hivi tunavyoenda, unaona tunaenda kumaliza hayo matatizo? Je, tunaenda kuijenga nchi yetu sote kwa pamoja?
ni kitu ambacho hukioni, na viongozi wetu lazima wabadilike, lazima wakubali. Na wananchi kwa Tanzania walipofikia saizi, aisee, ni hatua mbaya sana, kwa sababu mtu haoni pa kusemea. Hata kienda kwa kiongozi haoni majibu yanayoridhisha. Sasa nataka kasemee wapi? Ndo kesho na kesho kuta utamuona barabarani, si ndio? Anaandamana pasipo kufuata nini? Utaratibu. Lakini mimi ni waombe wa Tanzania kwamba hii nchi ya kwetu sote tunaweza kuijenga, isipokuwa viongozi wetu wajitafakari. Hizi hatua wanazochukua ambazo hazina kichwa wala miguu zinaenda kutengeneza kitu kibaya sana kwa siku za usoni, kitu ambacho kila mmoja atakuwa anasikitika. Atakuwa anasikitika. Nakwambia mwandishi wa habari, hii nchi lazima tukubaliane tuijenge sote kwa pamoja. Hii nchi ni nchi yetu sote. Sisi wote hapa hatuna kwa kwenda. Mimi wewe ukiichoma hii Mbeya, ukiichoma hii Tanzania, mimi nitaenda wapi? Malawi sio kwetu, Kenya sio kwetu, Zambia sio kwetu. Sawa? Kwa lazima kama wameona Genzi wanasema sisi Sabasaba tumo, si ndio? Lazima ujue kwamba kuna tatizo, kuna sehemu panavuja, si ndio? Hayupo mtu anayeweza kuingia barabarani bila sababu. Hayupo. Sawa? Lazima ukae, wasikilize, waite. Leo na mimi na kutolea mfano, si ndio? Kuna zile hela Mheshimiwa Rais alitoa bilioni 200. Si ndio? Vijana wamepata. Sasa ndio changamoto hizo ambazo zinamfanya mtu aende wapi? Barabarani. Si ndio? Mheshimiwa Rais kama nitakuwa niko sahihi, aliahidi siku 100 au 200 kwamba haya mambo mengine tutaenda kuyazungumza, ikiwemo na mchakato wa katiba mpya. Siku 100. Siku 100. Je, hicho kitu kinaendelea? Unakuta hakiendelei. Sasa vile vitu Watanzania ndo wanaviweka moyoni. Ndio maana unaona hii minong'ono sasa ya Sabasaba. Mwingine anasema hivi, haya leo hii sisi tunajipanga na Sabasaba, si tumezuia mikutano ya hadhara sasa hizi, si ndio? Kwa ajili ya hiyo tarehe 7. Sawa? Haya, Genzi watanyamaza. Umetumia nguvu kubwa, si ndio? Hawataingia barabarani. Watakwambia tena nane. Kumbuka ni pesa hapo, ni kodi za wananchi hapo zinaenda kwa ajili ya hayo mambo, si ndio? Ananena napotajipanga hakuna kitakachotokea, si ndio? Kwa kila siku hatutafanya maendeleo, tutakuwa tunawaza jambo hili moja, kwamba kuna viashiria vya fujo, kuna viashiria vya vurugu, kuna viashiria si vya kuandamana. Maendeleo yatakuwa yanafanya nini? Hayaendi. Lakini ili tuijenge nchi, ili tujenge nchi yote kwa pamoja, sawa, hatustahili kugombana. Vile watu ambao wananchi wa Tanzania wanadai katiba mpya, si ndio? Wanadai maendeleo, si ndio? Wanadai kwamba wenzetu walipotea tarehe 29. Ni vitu ambavyo vinaeleweka. Wakalishe chini. Bwana, kilichokuwa kimetokea tarehe 29 wote tulikiona. Jamani, tusameheane, tuanze upya kuijenga nchi yetu. Sasa ukiendelea kuwa na viburi, ndo haya sasa tutakuwa hatupati maendeleo, si ndio? Hatupati maendeleo, tunasiki sehemu moja. Kweli rais huenda anapambana kutafuta hizo hera. Sasa hizo hera utaenda kujenga wapi? Wakati watu wanatishia kuharibu hivyo vitu ambavyo unataka ukafanye nini? Ukavifanye. Kwa mimi nilichokuwa na waomba Watanzania na watawala, lazima tukubaliane. Sisi hatuna nchi nyingine ya kwenda. Isipokuwa watawala wapunguze kiburi. Wapunguze kiburi. Na huenda hata Mheshimiwa Rais ana nia njema tu, lakini shida wale watu wanaomzunguka. Ndio imekuwa changamoto iko pale. Si unajua kwenye siasa hivi vitu vipo. Kutengenezea ajali, si ndio? Sawa, kwa ajili wengine wanajipanga 2030 ili kuharibu tu amani ya nchi isiwepo. Ndio maana ukienda sehemu zingine watu wanashindwa kutenda haki, watu wanashindwa kuwajibika. Sasa unawajibika kama umeshinda vitu vyote hivyo. Je, Watanzania watakuwa na amani ambayo unaihubiri wewe? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa mimi ni waombe, sisi nchi hatuna nchi nyingine ya kwenda. Sawa, ili zuio la mikutano liondolewe. Kama kuna shida tuzungumze sisi wadau wa siasa, wadau wa hii mikutano ya hadhara, kwamba Chadema bwana kuna 1 2 3, Kafu kuna 1 2 3, CCM kuna 1 2 3. Hii nchi ni nchi yetu sote. Babu zetu walituachia nchi ikiwa na amani, ikiwa na haki, sawa, ikiwa na uwajibikaji. Lakini sasa hizi nchi tunaipeleka wapi? Hii nchi tunaipeleka wapi? Hata ukizungumzia hii Mbeya hii, matatizo yako rukuki, yako kibao. Watu hawasemi, hawana pa kusemea. Lakini mimi nipo hapa kama katibu wa shirikisho. Mimi ninachowaomba na namuomba Mungu awape viongozi wetu hekima. Awape ile mioyo ya kujishusha. Awape ile mioyo ya kuipenda nchi yao, kuto kuiangamiza. Kwa sababu nchi utakapoiangamiza kwenye utawala wako, hilo ni doa milele. Sawa? Hivyo nafikiri leo nakupa mfano. Kilichotokea tarehe 29 kitakuja kufutika mioyoni mwa watu.
vizazi na vizazi vitaendelea kukumbuka kwamba tarehe 29 siku ya uchaguzi kilitokea 1, 2, 3. Sasa sitaki turudi tena huko yaliyotokea tarehe 29. Mimi ninachotaka ni uwajibikaji, haki, ndipo tuitafute amani. Viongozi wetu wajishushe, wakae chini pale walipokosea. Wajua bwana anasema, hata Biblia inasema, si ndio? Maandiko matakatifu yanasema, ndo ambayo tunatumia kuapa. Sawa, ukikosea tubu na Mungu ndipo anasamehe. Kama mimi nilikosea au kama wewe mwandishi wa habari ulikosea, si ndio? Jamani, mimi nanyosha mikono, nilikosea na tubu, tuanze upya, tuendelee mbele. Na hata ibadani tunajifunza hivyo, hata wenzetu mashehe huko nao wanajifunza hilo jambo. Sasa tukiwa wabishi, hatuwezi kuijenga nchi, hatuwezi kuijenga Tanzania, hatuwezi kuijenga Mbeya. Sawa, kwa sababu matatizo hayaishi, lakini matatizo ili tuyamalize lazima tukae tuzungumze lugha moja. Sawa, tuzungumze lugha moja. Mtoe Lissu akae nje tuzungumze, si ndio? Tuzungumze mchakato wa katiba mpya, tuzungumze maendeleo ya nchi yetu. Afu uone kama kutakuwa na hivi viashiria ambavyo wao wanasema ni vya vurugu. Havitakuwepo. Havitakuwepo. Na mimi chama changu pamoja kama niko kwenye shirikisho, lakini kafu pia nao wameshauri. Sawa, kwa bwana ilitakiwa tufanye 1, 2, 3. Ili zuio hatukubaliani nalo kama wadau wa vyama vya siasa, na niwaambie Watanzania na viongozi wangu wa Tanzania, lazima tukubali tukae pamoja. Kama hatutakaa pamoja, nchi tutaenda kuibomoa kwa mikono yetu sisi wenyewe, na hata kuwepo wakulaumiwa kwa siku za usoni hapo baadaye.